kwanza ya mwanzo wa mwaka, Bwana amenipa neno niseme nawe, na ujumbe unasema ni kusudi la Mungu ubarikiwe na ufanikiwe. Unapotembea katika mwaka, haijalishi utakutana na nini, lakini neno la kwanza ambalo Bwana amekupa katika mwanzo wa mwaka ni kusudi lake ubarikiwe na ufanikiwe. Hilo ndilo kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu. Ni kusudi la Mungu ubarikiwe na ufanikiwe. Ni maneno mawili, kubarikiwa na kufanikiwa, lakini yote ni makusudi ya Mungu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 28, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28 hadi 31. Nikipata msomaji atanisomea kwa kifupi, atanionyesha kile Mungu anasema kwa sauti yake. Karibu sana msomaji, usome Mwanzo hiyo. Karibu sana. Amen. Mungu wa mbinguni alibariki neno lake. Baada ya uumbaji hapo mwanzo, Mungu akatubariki wewe mwanadamu kwa kuumbwa kwako, kwa kuzaliwa, kwa kuwepo juu ya uso wa nchi. Umebarikiwa. Kile alichokusudia Mungu ni baraka katika maisha yako. Kwa hiyo tembea katika mwaka ukielewa wewe ni mbarikiwa. Na baada ya Mungu kuwabariki wanadamu, akawaamuru wakastawi, wakaendelee katika nyanja zote. Nataka nikwambie, Mungu amekusudia ukastawi katika nyanja zote. Katika uzao akasema zaeni mkaongezeke. Kwa habari ya uzao akasema mkaongezeke, ni habari ya idadi. Haleluya! Ukaongezeke kwa idadi kwa jina la Yesu. Na akasema ukaongezeke kwa idadi kwa jina la Yesu. Bwana akakupa uzao kwa jina la Yesu. Walio matasa wakapata watoto kwa jina la Yesu. Haleluya! Nini? Mungu amekusudia baraka katika uzao wetu. Sio kuongezeka tu katika idadi, lakini pia uzao ukawe baraka. Kama unanielewa sema amen. Anasema akawapa na mamlaka mkatiishe. Maana yake mamlaka. Baraka nyingine Mungu aliyotuachia ni mamlaka ya kutiisha, ya kumfanya vitu vituheshimu, ya kufanya mazingira yatuheshimu, ya kufanya vinavyoonekana na visivyoonekana vituheshimu. Mbingu zote za giza zinatuheshimu, maana tumepewa mamlaka. Ndio maana hata Yesu alipomaliza ile kazi ya ukombozi wetu akasema nimepewa mamlaka yote.
maana yake tulipoteza mamlaka, lakini Bwana ameturudishia mamlaka tena kama sehemu ya baraka zetu. Umebarikiwa. Kwa hiyo uzao umebarikiwa, mamlaka umepewa, umebarikiwa pia. Lakini akasema mkatawale. Kutawala ni kutumia vyote. Hiyo ni baraka ambayo Bwana ametupa. Mtawala anatumia vyote. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo akasema mkatawale. Tumepewa kutawala. Na ndio maana Mungu anatuwezesha kuwa watawala katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili pia. Wewe ni mtawala katika jina la Yesu. Nasema wewe ni mtawala katika jina la Yesu. Unatawala katika roho, unatawala katika mwili, unatawala uchumi, unatawala mambo yote. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu amekusudia tutembee katika kusudi lake la baraka na mafanikio. Baraka na mafanikio ambayo Bwana amekusudia katika maisha yetu, hayo yatatokea na yametokea kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Makombora ya giza hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Ni kusudi la Mungu tubarikiwe, tufanikiwe. Sio kwamba utajaribiwa, utajaribiwa. Lakini nataka nikwambie wewe ni mbarikiwa. Na mbarikiwa hawaandiki kamwe. Na mbarikiwa hashindwi kamwe. Watazuia lakini hawataweza. Ni kusudi la Mungu ubarikiwe. Ni kusudi la Mungu ufanikiwe. Kila utakalolifanya litafanikiwa. Kila kazi ya mikono yako itabarikiwa. Ni mwaka wa kubarikiwa. Ni mwaka wa kustawi. Ni mwaka wa kujaribu na kufanya na mambo kutokea. Haleluya. Baraka ni nini? Baraka, kama unaandika baraka, ni utoshelevu au ukamilifu. Baraka, tunaposema baraka, tunaongea habari ya utoshelevu. Tunapoongea baraka, tunaongea habari ya ukamilifu. Tunapoongea baraka, tunaongea habari ya ujazio wa yale tunayoyahitaji maishani. Yale tunayoyahitaji maishani Mungu anayaachia kwa sababu ni ahadi ya neno lake tubarikiwe. Kwa hiyo baraka ni utoshelevu. Mungu alipomuumba mwanadamu akamwambia akambariki, maana yake akampa utoshelevu, akampa ukamilifu, akampa ujazilizo wa yale anayoyahitaji katika maisha yake. Akapewa na Mungu. Kama unataka upewe na Mungu yale unayoyahitaji, baraka za Bwana, tembea katika njia zake. Mwanadamu akabarikiwa na Bwana. Wewe ni mbarikiwa kwa sababu umerudi na umeingia kwenye neema ya wokovu. Zile baraka za Adamu ni haki yako. Na ndio maana Mungu alikusudia aishi na mwanadamu milele yote, awe na ushirika naye. Mwanadamu akapoteza ule ushirika, basi Mungu akaandaa mpango mwingine ili arudi tena kwenye nafasi ya kuishi na mwanadamu, kwa sababu ni amemuumba kwa sura na mfano wake. Sisi tuna DNA, tuna viasilia vya Mungu, tuna viasilia vya Mungu. Hivyo Mungu anatupenda hata tuacha, na ndio maana ametubarikia. Utoshelevu unaotoka kwa Mungu. Kwa hiyo baraka ni utoshelevu, ni ukamilifu, ni ujazilizo wa yale tunayoyahitaji maishani, tunayopewa na Mungu. Baraka tunapewa na nani jamani? Na baraka mojawapo tuliopewa na Mungu baada ya kuipoteza ile tuliopewa kwa bustani ya Edeni, baraka tuliopewa na Mungu ni wokovu. Nasema ni wokovu. Baraka sio kuwa na pesa kwanza. Ukianza kusema baraka ni kuwa na pesa unakosea. Maana ya baraka ni kuwa na Yesu. Baraka ni kuwa na wokovu. Baraka ni kujaza Roho Mtakatifu.
baraka ni kuishi maisha matakatifu, akawabariki, maana yake akawa na uhusiano nao. Hilo ni jambo la kwanza. Baraka ni kuwa na wokovu, na baraka pia ni kuwa na mali. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo ukiwa na Mungu ni baraka, halafu na mali au mafanikio. Sio ujumbe ambao huwa nahubiri mara kwa mara, kwa sababu kuna wakati watu wamenaswa na injili za mafanikio. Lakini nataka nikwambie, Mungu amekusudia mwanadamu abarikiwe na afanikiwe. Si katika mwili tu, anaanza katika roho. Baraka za kweli zinaanzia katika roho. Kwa hiyo ni maana ya baraka. Lakini mafanikio ni nini? Mafanikio maana ni kusudi la Mungu tubarikiwe na tufanikiwe. Haya maneno mawili ni maneno yanayofanana kiasi fulani, ila nataka nikuonyeshe wapi yanatofautiana na yasikuchanganye, na yote yanatuhusu. Kuna watu wanasema wa mataifa wamefanikiwa, sisi tumebarikiwa. Sisi ni wabarikiwa, tena ni wafanikiwa. Haleluya. Mafanikio ni kupata mahitaji ya utoshelevu. Nisikize kwa makini. Mafanikio ni kupata mahitaji na utoshelevu kwa njia ya akili za kibinadamu. Kwa hiyo tunapozungumza mafanikio, tunazungumza kupata mahitaji na utoshelevu wa yale tunayohitaji kwa njia ya akili za kibinadamu. Haleluya. Kwa hiyo tunakipata kile ambacho Mungu amekusudia tukipate kwa njia ya akili za kibinadamu. Baraka tunapewa na Mungu mwenyewe, sio akili za kibinadamu. Kama unanielewa sema amen. Lakini mahitaji unapoyapata kwa njia ya akili ya kibinadamu, hayo ni mafanikio. Na ndio maana kuna watu wamefanikiwa lakini hawajabarikiwa, kwa sababu mambo ya utoshelevu wao hayajatokana na Mungu, yametokana na akili. Inawezekana ni akili ya darasani, akili ya kilimo, akili ya ujasiriamali. Inawezekana akapata mafanikio. Na ndio maana sio kila aliyefanikiwa ni mbarikiwa. Sio kila aliyefanikiwa ni mbarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mafanikio au mafanikio ni kupata utoshelevu na mahitaji yako kwa akili za kibinadamu. Kwa hiyo unaweza ukawa umefanikiwa lakini haujabarikiwa. Watu wa mataifa wengi wamefanikiwa, maana yake wanapata mahitaji yao na utoshelevu wao kwa njia ya akili, lakini hawana baraka. Maana baraka ni utoshelevu unaotoka kwa Bwana, utoshelevu wa kukutana na yeye Mungu, utoshelevu wa mali. Na ndio maana mwenye baraka amefanikiwa. Hata kama hauna mali, lakini maadamu una wokovu, wewe ni mbarikiwa, tena ni mfanikiwa. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo ni maneno yanayofanana, lakini baraka zinatokana na Mungu mwenyewe. Mungu anaziruhusu baraka zikujilie. Sasa kuna watu wanapambana kutafuta baraka, wakati baraka ni kutembea kwenye njia na mpango wa Mungu. Baraka zitakufuata. Anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Ukitaka upate wema na fadhili za Mungu, tembea kwenye wokovu, tembea kwenye utakatifu. Mafanikio ni kushughulisha hii ghorofa. Tumia akili vizuri, na sio dhambi. Kutegemea akili ndio dhambi, lakini kutumia akili sio dhambi. Na ndio maana Biblia inasema
tumia akili ipasavyo. Haisemi tegemea akili, kwa sababu unapotumia akili unapata mafanikio. Ni kusudi la Mungu ubarikiwe na ufanikiwe. Maana yake kuna mahali ambapo Bwana atatenda mwenyewe, utapata utoshelevu. Lakini kuna wakati Bwana anahitaji utumie akili. Haleluya. Na ndio maana mambo tunayoombea, tunaombea yale mambo ambayo kwa akili zetu yameshindikana. Ukishughulisha akili unakutana na mafanikio. Ukishughulisha moyo wako kumlingana Mungu, kutembea katika njia ya utakatifu, kumsikiliza Mungu na kumtii, baraka ni haki yako. Ibrahimu akabarikiwa kwa sababu alimsikia Mungu akatii. Baraka inakumsikia Mungu. Mafanikio kuna kutumia akili. Baraka zinatokana na imani. Baraka, yaani Ibrahimu akahesabiwa kuwa mbarikiwa, baba wa imani, kwa sababu alitumia imani. Tunapotoa, tunatoa kwa imani. Na ndio maana Bwana anatubarikia. Mafanikio ni kutumia akili kuchekecha mambo yaliyoko juu ya uso wa nchi, kuzalisha mahitaji yako na utoshelevu wako. Kwa hiyo baraka ni mambo ya imani. Na ndio maana kumwambia mtu wa mataifa habari ya baraka haelewi. Anajua mafanikio namna gani, anatumia akili kupata anachokitaka, lakini sisi tunatumia imani kupata tunachokitaka kwa jina la Yesu. Na ndio maana kuna wakati tunaomba kwa habari ya mahitaji yetu, na Bwana anayeachia baraka anaziachia hizo baraka, unapata utoshelevu wako. Kama unanielewa sema amen. Lakini kuna wakati tunadaiwa kutenda kwa mikono. Tunahitaji kutumia elimu, kutumia ujuzi, kutumia kile Mungu alichotupa ili tupate mahitaji yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo baraka na mafanikio ndivyo yalivyo. Kama mpaka hapo umenielewa, funga mkono wako namna hiyo. Unaweza ukasema nini sasa? Baraka ni nini? Baraka ni uwezo wa Mungu uletao mafanikio. Baraka ni uwezo wa Mungu uletao mafanikio. Kwa hiyo kumbe mwenye baraka ni rahisi kupata mafanikio, kwa sababu kuokoka ni baraka. Na kama kuokoka ni baraka, wokovu ni kuwa na akili njema. Kama una akili njema, maana yake utaitumia kupata mahitaji yako. Kwa hiyo baraka ni uwezo wa Mungu utakao kusaidia kuleta mafanikio. Aliyebarikiwa amefanikiwa pia, ila aliyefanikiwa hajabarikiwa. Yule ana mafanikio sana, lakini unakuta hana Mungu wa kweli. Kwa hiyo ana mafanikio lakini hana baraka. Uwe mbarikiwa na uwe mfanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema uwe mbarikiwa na uwe mfanikiwa kwa jina la Yesu. Tunaona Mungu akambariki Adamu katika maeneo hayo niliyoyasema, katika uzao, katika mamlaka na katika kutawala. Haleluya. Akatawala. Kutawala ni kutumia vyote. Maana yake ninazungumza habari ya uchumi. Mungu akusaidie ukabarikiwe kwa habari ya uchumi. Uchumi wako ukastawi. Wakristo na wapendwa wengi rohoni wako vizuri, lakini kuchakata mambo kwa ajili ya kukutana na mahitaji yao, wamebaki na hali ya kusema tu Mungu. Mungu anahitaji mahali pengine utumie akili yako. Nasema utumie akili yako. Na ndio maana ukisoma neno la Mungu
utaona maneno haya ambayo Bwana anasema nasi kwa habari ya akili. Kwa habari ya akili. Ili andiko limekuja hapa nilisome. Linazungumza kwa habari ya yasiyowezekana kwa wanadamu. Yasiyowezekana kwa wanadamu. Yanawezekana kwa nani jamani? Yanawezekana kwa nani jamani? Ni kitu kama Luka 18:27, kitu kama hicho. Sikumbuki vizuri. Lakini yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa maana ni vizuri kusimama kwenye nafasi yako. Luka sura ya 18 mstari wa 27. Si ndio? Luka sura ya 18 mstari wa 27. Naomba nisome hapa. Neno la Mungu linasema hivi. Akasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Maana yake kama kuna jambo, kama kuna utoshelevu haiwezekani kwa akili, hayo Bwana anaweza. Tumia silaha ya imani. Inawezekana. Kwa akili zako haiwezekani, lakini mafanikio mwaka huu, nasema kutoboa, nasema kupata, nasema kuwezekana, inawezekana kwa kutumia imani, kwa kutumia akili. Ni mwaka wa kustawi katika jina la Yesu. Nasema utastawi, nasema utanawiri, nasema utaendelee, nasema utaongezeke, nasema utatawale katika jina la Yesu aliye hai. Wewe tunatawala, tunamiliki, tunastawi hata kiuchumi pia. Aliposema kwa habari ya uzao mkaongezeke. Aliposema kwa habari ya kutisha, maana yake ni mamlaka. Tukisema jambo linatokea. Maana tumepewa mamlaka. Tukisema ugonjwa, nyamaza, ugonjwa una nyamaza. Tukisema pepo toka, pepo zinatoka. Haleluya, haleluya. Tumepewa mamlaka. Hakuna kazi za giza, hakuna kazi za kuzimu zitakazo kushinda, maana tunayo mamlaka. Haleluya. Mamlaka ni kusema yanatokea. Wote tuseme mamlaka. Sema mamlaka. Mamlaka ni kusema na yanatokea. Mwaka huu tutasema na yatatokea. Haleluya. Haleluya. Watu tulibarikiwa na tumebarikiwa kwa maeneo hayo: uzao, kutawala, lakini pia kwa habari ya kutumia vyote. Akasema katika neno la Mungu, kutawala. Kutawala maana yake ni kutumia vyote. Nazungumza kwa habari ya uchumi. Mungu amekupa neema, uongezeke pia kiuchumi katika jina la Yesu. Unaweza ukaona aibu kuongelea uchumi madhabahuni, lakini nataka nikwambie, wengi wamekamatwa kwenye uchumi, wanaanza kumuona Mungu wao kama hafai. Kwa nini? Kwa sababu yule aliye Bwana anatembea kwa miguu, halafu watumwa wanatembea wakiwa wamepanda farasi. Nataka nikwambie, mambo haya yanakwenda kugeuzwa. Watumwa, mapepo, majini, wachawi, washirikina watatembea kwa miguu na tunatembea kwa farasi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa kutokujua siri ya uchumi, wengi ni mfalme. Ni kitabu cha Methali kinazungumza mambo haya. Anasema, nimeshangaa nikiona watumwa wakitembea kwa miguu, wakiwa wamepanda farasi, halafu mabwana wanatembea kwa miguu. Bwana Yesu atusaidie sana.
Bwana Yesu atusaidie sana. Ni kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali kinazungumza kwa habari ya jambo hilo. Unaweza ukatafuta na litakusaidia kuweza kuelewa ni kwa namna gani Mungu amekusudia uweze kufahamu jambo hilo. Anasema nashangaa kuwaona watumwa wakipanda farasi, lakini Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Atakayepata anaweza akasoma sehemu hiyo. Ni andiko ambalo limekuja, hivyo ni vizuri kuliangalia. Watumwa wakipanda farasi na mabwana wakitembea kwa miguu. Ukiangalia kwenye kitabu chako kilichoandikwa na Suleiman, Mhubiri ngapi? Bwana msaidie sana. Utaona mambo haya. Kwa hiyo sisi ni wabarikiwa, na tunabarikiwa pia kwenye uchumi. Rohoni tuko safi na kwenye uchumi tuko safi, maana kazi ya Bwana inahitaji pesa pia. Watakwendaje wasipopelekwa? Tukienda stendi hatulipi maombi. Tukienda stendi tunalipa nauli. Ukienda hotelini haulipi maombi. Ukienda hotelini unakwenda kuhubiri Injili unalipa pesa. Bwana akubariki kwa habari ya uchumi wako. Bwana akubariki kwa habari ya uchumi wako. Uchumi ni nini sasa? Hilo andiko likipatikana nitawaambia. Uchumi ni nini sasa? Maana baraka na mafanikio ya kiuchumi ndio kitu nataka kuzungumza. Baraka na mafanikio ya kiuchumi. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 7. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 7. Naomba usome hapa. Hii ni shida ya kiuchumi. Wamepanda farasi, maisha wanayoishi ni ya kifahari, watumwa. Halafu wakuu, mabwana wakienda kwa miguu kama watumwa. Tunaikataa hiyo roho katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu, vilivyoibiwa, uchumi ulioibiwa, leo nasema rudisha. Nasema rudisha. Nasema achia uchumi wetu. Kuzimu achia uchumi wetu. Washirikina achia uchumi wetu. Mapepo achia uchumi wetu. Katika jina la Yesu, ni mwaka wa kurudishiwa vyote na tunastawi katika jina la Yesu. Mhubiri 10 mstari wa 7 anasema mimi nimeona watumwa wamepanda farasi, watumwa, na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Maisha unayoishi kwa sababu ya uchumi duni. Wewe ni mkuu lakini unatembea kwa miguu. Wewe ni kiongozi lakini unatumikishwa. Nataka nikwambie, ni mwaka wa kufunguliwa, ni mwaka wa kustawi. Bwana amekusudia yaliyo mema. Pokea mema katika jina la Yesu. Kwamba ni Mungu anaweza yote. Ni Mungu mwenye nguvu. Usiwe mkuu unayetembea kwa miguu. No. Kataa hiyo kwa jina la Yesu. Sema nakataa hali duni kwa jina la Yesu. Nakataa hali duni kwa jina la Yesu. Uchumi ni kitu cha muhimu sana. Baraka na mafanikio ya kiuchumi. Nataka nikupitishe mahali ambako
Mungu mwenyewe anahusika na akili zako zinahusika katika uchumi wako. Amen. Haleluya. Amen. Katika uchumi wako. Uchumi una tafsiri nyingi sana, lakini tutazipitia chache. Tutazipitia tafsiri chache tu zitakaye kusaidia kukufungua ufahamu wako. Maana kuna watu wanafungwa akili. Shetani anafunga akili ya mtu. Hazioni fursa, haoni namna ya kutenda ili kupata utoshelevu wa mambo yake, wa mahitaji yake. Anaichukia imani, anamchukia Mungu kwa sababu akili imefungwa. Namna gani apate utoshelevu wake? Nataka nikwambie, Bwana amekusudia mwaka huu tustawi. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tafsiri chache za uchumi tutakazozipitia. Unajua tuliitwa kwa wanafunzi. Utajifunza hata masomo ambayo yako university. Utajifunza hata masomo ambayo yako chuo kikuu. Maana Yesu alituita tuwe wanafunzi wake. Amen. Na elimu ya kidunia imetokana na Mungu. Haleluya. Kama ingekuwa itokani na Mungu tusingepeleka watoto wetu. Mungu amewapa maarifa kwa sehemu. Hata kama kuna sehemu wanachanganya kidogo, wanasema mwanadamu alitokana na nyani, wamechanganya, lakini neno la Mungu linawarekebisha. Lakini kwa sehemu kubwa maarifa mengi ya dunia yanatokana na Mungu. Amen. Na ndio maana hata mifumo ya kiutawala, mifumo ya kiuongozi, protokoli za dunia, protokoli mbalimbali za dunia zinatokana na neno la Bwana. Amen. Ukiona majeshi yanapopangwa ni kama majeshi yaliyo katika ufalme wa Mungu. Nini? Wanachukua huko. Kwa hiyo tunapojifunza kwa kutumia taaluma ya duniani, secular education, maana yake inakusaidia ukipata kile Mungu alichokusudia, akili yako ikae vizuri, akili yangu ikae vizuri, uwe msomaji. Amen. Uchumi ni nini? Uchumi ni uwezo wa kuunganishwa na fedha. Uchumi ni uwezo wa kuunganishwa na fedha. Kama una uwezo wa kuunganishwa na fedha, ndio hilo unamsikia unasema mimi hali yangu ya uchumi sio nzuri. Maana yake namna yake ya muunganiko, namna yake ya mkutaniko na fedha ni ndogo. Lakini Mungu amekusudia ubarikiwe. Amen. Mungu amekusudia ufanikiwe. Amen. Tunajifunza baraka na mafanikio ya kiuchumi. Haleluya. Amen. Wasaidieni watoto jamani. Somba kanuni mkali. Ni kitu ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo baraka ya uchumi maana yake Mungu anakuwezesha kuwa na uwezo wa kuunganishwa, wa kukutanishwa na fedha. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usitafute fedha kabla ya kutafuta uwezo au maarifa ya kukusaidia kukaa nazo. Kuna watu wanatafuta fedha ila hawatafuti uwezo au maarifa ya kukaa na fedha. Mungu akusaidie uwe na maarifa, uwe na uwezo wa kukaa na fedha. Amen. Ili uchumi wako uwe mzuri. Maana uchumi ni uwezo wa kuunganishwa na fedha. Sasa unaunganishwa na fedha. Nikiuliza hapa, nani ambaye hajawahi kupata fedha? Hakuna, wote tumewahi kupata. Nikiuliza waliopata pesa, wote mtanyosha mikono. Sasa uwezo wa kukaa na fedha ndio shida. Bwana akusaidie upate maarifa ya kujua jinsi ya kukaa na fedha. Amen. Haleluya. Na ndio maana nilisoma makala moja inayomhusu mtu mmoja hivi tajiri sana duniani. Akawa anasema hivi, matajiri waliopata utajiri wao kwa bahati nasibu, yani inawezekana amebeti au amefanya namna ile na namna ile akajikuta ameshinda mahela mengi, yule sio tajiri.
Sio nini jamani? Kwa mujibu wa tajiri mkubwa duniani, sio tajiri. Lakini yule tajiri aliyejishughulisha akawa anapata kidogo kidogo, anatunza kidogo kidogo, anatunza kwenye ujasiriamali wake, kwenye kazi zake, kwenye biashara zake, anapopata zile fedha, huyu tajiri ambaye amekwenda kidogo kidogo, huyu ndio tajiri. Amen. Uchumi wake utakuwa vizuri, maana ameunganishwa na fedha, akiwa na uwezo wa kukaa nazo. Amen. Kwa sababu uchumi ni uwezo wa kuunganishwa na fedha. Kwa hiyo maana yake unaunganishwa, alafu unakuwa na uwezo wa kukaa nazo. Mtu anaweza akashinda bilioni 1, milioni 50, akashinda 300,000, 500,000, akashinda. Kwa sababu hana uwezo wa kukaa na fedha, zitateketea zote, na hana la msingi alilolifanyia. Mungu akusaidie, akupe uwezo wa kukaa na fedha. Amen. Haleluya. Amen. Ukipata fedha lazima uwe na uwezo wa kuigawanya vizuri. Nilikuwa nazungumza mahali fulani nikiwa na ubiri na kufundisha mambo haya, ni hivi: uwe na uwezo, ukipata pesa tenga fungu lako la 10. Wote sema fungu la 10. Fungu la 10. Uwe ni uwezo kukaa na fedha, mpe Mungu kwanza. Lakini jambo la pili, wengi hawafanyi jambo hili. Ukipata pesa jilipe wewe. Fungu la 10, 10%, jilipe wewe. Hiyo upeleki kwenye nyumba, upeleki kwenye chakula, wala ununuli vocha. Hiyo unaiweka, unasema hii najilipa mimi mwenyewe. Wengi sana hapa mnafanya kazi lakini hamjilipi. Hela ikipatikana tukanunue unga, hela ikipatikana tukanunue mafuta, hela ikipatikana tukanunue nini? Haujilipi. Lakini namna ya kukaa na fedha, jilipe wewe. Yule tajiri katika Biblia alionekana ni mpumbavu kwa sababu alitaka ale kwanza yeye. Mungu akakasirishwa. Uwezo wa kukaa na fedha ni kumtanguliza Mungu. Mungu amekusudia ubarikiwe. Amen. Ili ubarikiwe, unapopata pesa, fungu la 10 ni muhimu. Amen. Ukimaliza fungu la 10 jilipe wewe. Yaani sipeleki kwenye nini wala nini, naiweka ya kwangu. Watu wanafanya kazi lakini hawajilipi. Jamani, mpo au hampo? Ikipatikana pesa yote, hii itaenda kununulia viatu, ya kujilipa wewe. Ela tulia. Ukiangalia unasema hii ni ya kwangu, sio ya kiatu, sio ya sukari, sio ya baba mwenye nyumba. Hii ni ya kwangu. Ndio jirani yako mwambie halo. Mungu amekusudia ubarikiwe. Mungu amekusudia ufanikiwe. Kuwa na uwezo wa kukaa na fedha. Kwa maana tenga fedha kwa jinsi unapopata. Hilo ni jambo la pili. Unampa Mungu, unamtanguliza, unajilipa wewe. Alafu yanafuata yale ya kwako sasa. Yale ya kwako. Yapo au hayapo? Hayo sina haja ya kukufundisha. Maana ni mengi sana. Maendeleo ya mwezi na nini, mawasiliano, usafiri, dharura na vitu kama hivyo. Weka, usisahau kuweka hela ya ufadhili. Ukimaliza mahitaji yako, weka ufadhili. Haleluya. Hii nitafadhili. Ukimaliza kufadhili, tenga na fedha ya shukurani. Haleluya. Tenga na katika fedha yako, unatenga mambo hayo. Sio somo lake, ila nilikuwa nakupitisha kwenye uwezo, maarifa ya kukaa na fedha. Amen. Haleluya. Tenga, utamuona Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Nimejaribu kwenye maisha yangu, nimemuona Bwana. Hakikisha unatenga fedha. Fungu la 10 unajilipa wewe, inatulia, na ndio maana inakuwa ni rahisi. Hata kwani unadhania wanaosafiri kutoka nchi za nje wanakuja kutembelea Tanzania, unadhani una hela nyingi sana? Wengine wanafanya kazi tu kama yako. Ila shida inakuja hivi, sisi hatuna uwezo wa kujilipa. Ile unaitunza, unakuja unafanyia unachokitaka wewe kwa raha zako, kwa wakati wako. Ukiwauliza wanaotoka nchi hizo, anakwambia
mimi nafanya kazi kama unayofanya wewe hapo ndugu yangu, hiyo hiyo, ila anachofanya anajiwekea taratibu taratibu, anatunza taratibu taratibu, anatunza mpaka inafika wakati ambao fedha yake inamwezesha kufanya jambo kubwa. Uwe na uwezo wa kuunganishwa na fedha. Amen. Watu wanakaa na fedha ila hawairuhusu fedha iwazalie. Fedha inapokuja kwako iruhusu, itengenezee mazingira ikuzalie. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna kubarikiwa. Mungu amekupa pesa kwa namna yake ya kiungu. Halafu tumia akili namna ya kukaa na hii pesa ikuzalie. Kama unanielewa sema amen. Amen. Hilo ni darasa Mungu wa mbinguni ametuita tujifunze yote. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna tafsiri nyingi kwa kweli, kwa sababu uchumi ni maamuzi ya fedha kidogo unayopata mkononi mwako ili kukuletea fedha nyingi. Ni maamuzi. Fedha kidogo unayopata unaifanyia maamuzi ili kuletee fedha nyingi, kidogo ikuletee fedha nyingi. Uchumi maana yake ni matokeo ya maamuzi. Ni matokeo ya maamuzi ya fedha kidogo inayopita mkononi mwako ili kukuletea fedha nyingi zaidi. Utasoma maandiko haya yatakusaidia kuelewa jambo hili ninaloliongea. Yohana sura ya 12. Yohana sura ya 12 mstari wa 24 hadi 25. Yohana sura ya 12 mstari wa 24 hadi 25. Lakini pia Mathayo 25 mstari wa 14 hadi 29. Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 hadi 29. Na Luka sura ya 15 mstari wa 11 hadi wa 16. Luka sura ya 15 mstari wa 11 hadi mstari wa 16. Fedha kidogo unayoipata ni mbegu. Hakikisha unaitengenezea mazingira ya kuzalishwa. Amua vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua wakati mwingine washirika wakiambiwa ni mwaka wa kubarikiwa, anakaa na kunya mikono, ikija hela anatafuna yote, anasema ni mwaka wa kubarikiwa. Mtume alishasema hela zitakuja, uwe na uwezo wa kuifanya izae. Amen. Jamani, mpo au hampo? Tupo. Maana sio kwamba tupate, Mungu amekusudia tubarikiwe. Sasa baraka zikija, namna ya kuzizalisha. Unapata pesa kwa namna ya imani, Mungu anakutendea muujiza. Unaizalisha au inaisha yote, Mungu akusaidie uizalishe. Haleluya. Uizalishe. Kwa hiyo uchumi ni kwa namna hiyo. Uchumi, jambo la tatu, uchumi ni jinsi mtu anavyoweza kuziona na kuzitumia rasilimali. Uchumi ni jinsi mtu anavyoona na anavyoweza kuzitumia rasilimali. Mambo yale yanayokuzunguka katika mazingira yako ndio rasilimali. Uwezo wako wa kuzitumia, unazitumia ili nini? Mazingira yanayokuzunguka unayatumia ili yawe nini? Nilipokaa kwenye maeneo ambayo kuna milima mingi, nazungumza milima kama Vichuguu. Sijui kama Vichuguu huku Iringa mnaelewa, ila kwa Singida nikisema Kichuguu kinaeleweka. Na huku Kichuguu natumia hilo neno, wanakaaga mchwa kwenye udongo wa mfinyanzi. Nilipokaa kwenye maeneo ambayo kuna vichuguu, basi nikaingia kwenye kazi ya kufyatua tofali za kuchoma. Nikachoma tofali. Amen. Nini? Unatumia fursa ya rasilimali zilizoko with zero cost, kwa gharama hakuna au kwa gharama ndogo. Unamwambia tu mtu hili kilima nikusaidie niliondoe. Jamani, haleluya. Haleluya. Nilipokwenda kwenye sehemu ambapo pana miti mingi,
nikaanza kukata mkaa. Ndio maana nawaambiaga watu usichukulie poa. Mimi naishi kokote. Nikaanza kukata mkaa. Kata gogo mpaka likubali lenyewe lieleweke. Nikaanza kutembeza mkaa. Nimeacha kazi ya ualimu. Niko Tanga. Sehemu fulani Kapuku. Natembeza mkaa mtaani. Mazingira yanasema nifanye kitu kama hicho. Nini? Uchumi wako ili uwe bora, tengeneza mazingira hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo unafanya hayo yote, unatumia hizo fursa, rasilimali, ili kwamba uweze kuzalisha fedha, ili kwamba uweze kupata fedha, upate kipato. Usiwe idle man au woman. Usiwe mtu ambaye unakaa tu bure hivi unasema Mungu atanibarikia. Hapana. Haya maisha ili usonge mbele inatakiwa unapiga makasio kote kote. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Wangapi wanafahamu ngalawa? Wengine hawafahamu. Wangapi wanafahamu boti? Asante, kumbe boti wengi mnafahamu. Wangapi wanafahamu mtumbwi? Mtumbwi ukitaka kutembea nao lazima uwe na style hii hapa. Unapiga huku, unapiga na huku. Jamani, ni kweli au si kweli? Ni kweli au si kweli? Mungu amekusudia tubarikiwe. Sema Mungu amekusudia tubarikiwe. Mungu amekusudia tufanikiwe. Nini maana yake? Nilikwambia baraka ni mambo ya imani. Tunapiga kwa imani, tunapiga kwa akili. Amen. Haleluya. Sasa ukifanya kwa imani, kwa akili, mtume unaenda au uendi? Unaenda. Jamani, mtume unaenda au uendi? Unaenda. Subiria sasa, wapendwa, wengi wanachofanya ni kwa imani. Ni kwa imani. Kwa hiyo mtume unachofanya unabakia unazunguka pale pale. Yaani Mungu anaonyesha ni makubwa. Wapendwa wengi ndio hapo hivi. Kwa imani. Kwa imani. Kwa imani. Toka ufanye kazi. Nimeomba Mungu maombi siku 40. Bwana anatenda, nadhani ile itadondoka. Haidondoki. Ndio maana tunadondoka, tungefunga nchi nzima. Hamna, pambana. Haleluya. Amen. Wapendwa wengi ambakia pale pale. Yamba chetu anaomba, baba atatenda. Baba anamwambia toka mwanangu kafanye kazi. Yuko kwa imani. Bwana atatenda wewe. Nasemaga mara zote na nirudie tena. Wana wa Israeli walitunzwa kwa imani na kwa miujiza jangwani. Walipofika nchi ya ahadi wakaambiwa wakalime. Tumia akili. Mbegu hii haifai, mbegu hii inafaa, ndio unapata chakula. Lakini wakati ule walidondoshewa mana, hawaelewi imelimwaje, imepikwaje. Kwa hiyo Mungu amekusudia tubarikiwe, lakini pia amekusudia tufanikiwe. Tumia akili. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya kupata kipato. Sema natengeneza mazingira ya kupata kipato. Natengeneza mazingira ya kupata kipato. Lakini ukishatengeneza kipato, weka fedha. Kuna watu hawaweki. Wazee wangu wa kanisa wanafahamu. Wanafahamu. Mimi kipato cha kanisa mnafahamu jinsi kilivyo. Jamani, TAG, mizani, mission, tabernacle, mnafahamu kipato cha kanisa. Mnakifahamu au mkifahamu? Lakini weka akiba, jifunze kuweka. Wazee wa kanisa ni mashahidi. Mimi na watoto wangapi? 5. Na mwingine ni mkubwa hivi, ninao 6. Jamani, haleluya. Lakini wote nimewafungulia account wote. Bwana tusaidie sana. Wazee wa kanisa mnagawanyaga na kupeleka huko au mgawanyi? Mnagawanya au mgawanyi? Sema kwa sauti. Mnagawanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nachotaka nikwambie hivi, kidogo unachokipata jifunze kuweka akiba. Amen. Haleluya. Ni uwekezaji. Sio nalalamika tu. Watoto wangu wengi sana, mimi sijui nitakufa nini. Mungu aliyonipa amenipa na akili ya kuwatunza. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, ni
mwaka wa kufanikiwa, ni mwaka wa kustawi, lakini tunatumia roho na akili pia. Amen. Ujifunze kuweka. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Kuna wakati tunapeleka la ndogo eti uzanie la kubwa, lakini hivi hiyo akili ikusaidie na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Nasema ikusaidie na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Unasubiria mpaka upate mamilioni ya hela ndio ufungue account. Mpo hapo. Ngoja nisiulize kwa sauti hapa. Wangapi mna account? Benki mnapita mnapaangalia tena ukipita na askari kasimama na bunduki mnasema ushinde nani leo. Bado unaweka hela. Fungua account, wekeza. Jamani, haleluya. Kanuni ya kiuchumi ya kubarikiwa na kufanikiwa. Jamani, haleluya. Unajua Mungu huwa anaachia fedha zake, anaachia baraka zake kwenye mahali penye maono. Amen. Ukiandaa baby show, nepi, pampasi, unajiandaa kupokea nani jamani? Sasa mnashindaje kufungua akaunti wakati mnajiandaa kupokea pesa? Mpone kwa jina la Yesu. Amen. Jamani, hizi simu wakati zinaingia, Mungu ambariki mchungaji wangu aliyenilea na kunikuza kiroho. Akasema simu, wakati huo hamna simu. Sasa hivi zimejaa mpaka watoto wengi wanazijua. Hamna simu, chache ndio zinaingia. Mchungaji akasema haya, kila mshirika akanunue line ya simu. Kijiuliza, simu yenyewe anayemiliki unajua? Diwani, mtendaji, yani watu ambao wana nafasi hivi, mwalimu mkuu, tena sio walimu wote hapo, mwalimu mkuu wa wilaya kule. Wakati zinaingia hizi simu za namna hii, nikaanza kwa kununua line. Jamani, haleluya. Amen. Andaa, wekeza, tengeneza mfereji wa Mungu kukubarikia. Amen. Huwa nawaambia wanangu, na kuna mwanangu mmoja huwa ananifuatilia sana, ananiuliza baba, inakuwaje mbona unafanya hivi? Namwambia hivi, mwanangu, maono huwa yanavuta fedha. Jamani, haleluya. Amen. Maono yanavuta nini? Fedha. Sio hauna kitu unabaki kwa kweli mimi sina mtaji. Una mtaji, fanya kitu kingine kwanza wakati unasubiria. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuwekeza, lakini pia ukija zipata kuzitumia fedha kwa matumizi ya msingi. Unapokuwa ukipata pesa anachanganyikiwa. Jifunze, anza kuandika mahitaji yako. Niliwaambia mwanzo wa mwaka niwaulize wangapi wameandaa malengo yao. Hamjaniletea hizo karatasi. Au zingine nisikilizeni basi, maadamu mmesema. Maana kuna wengine wanampita mpaka mchungaji. Basi maadamu umeandaa, Mungu awabariki. Amen. Nasema Mungu awabariki. Amen. Mungu akubarikia fedha sasa, unapeleka kwenye yale matumizi ambayo umesema malengo yako. Haleluya. Jamani, haleluya. Mungu awabariki kwa kutii. Naomba mpigie makofi kwa utii wenu. Haleluya. Uchumi ni namna ya kutoka kwenye hali duni kwenda kwenye hali bora au hali nzuri zaidi. Huo ni uchumi. Utoke kwenye ile hali duni, utoke. Mimi mchungaji wenu bado napambana, lakini nasema hivi, mimi sio mchungaji wa kawaida. I will never die a poor man. Never ever on the earth. Bwana ni mwema. Amen. Haiwezekani kufa masikini. Amen. Hata kama umezaliwa kwenye familia masikini. Amen. Weka mipango na Bwana ataibarikia. Amen. Tumia akili, utoke kwenye hali duni kwenda kwenye hali bora. Amen. Sio umebaki mpaka sasa hivi una umri mkubwa unalalamika, mimi wazazi wangu hawajanisomesha. Sasa upambane, kwani kusoma ni nini bwana? Kuna akili za darasani na akili za maisha. Kama unaelewa sema amen. Amen. Kama unaelewa sema amen. Amen. Kwani vizuri ujipambanie kutoka kwenye hali duni. Kuna watu walikuwa wanashika namba 1 darasani, wakija kwenye maisha ni vilaza. Amen. Bwana msaideza. Amen. Anajua kuongea Kiingereza kweli. You know what? Una shilingi ngapi? Hana. Yule mwacha darasa la 7 anakata miwa, kafanya nini?
sijui iko Kiingereza vizuri, anataka akope nini? Kuna akili za darasani na akili za maisha. Mungu akusaidie. Umekosa za darasani, tumia za maisha. Amen. Unazo za darasani, zalisha. Amen. Haleluya. Amen. Sio za darasani utufundishia tu vyeti. Ukibisha tu hoji, unasema mchungaji, mimi nina cheti changu hiki hapa. Unakiona hiki cheti? Nimemaliza katika wewe usipishe na vyeti. Vyeti vilete pesa. Amen. Cheti kijijini mzee anaelewa mambo ya cheti. Hakuelewi. Wewe Mungu akusaidie upambane utoke kwenye hali duni kwenda kwenye hali njema. Amen. Haleluya. Amen. Bwana akusaidie sana. Amen. Ni mwaka wa kutoka, wa kustawi. Lazima tuondoe makando kando yanayotuzuia kwa jina la Yesu. Amen. Uchumi ni jinsi mtu anavyojiletea maendeleo kwa njia halali. Kwa njia halali. Kwa njia ya haki, bila kuvunja sheria au kumwasi Mungu. Huo ni uchumi. Unajiletea maendeleo kwa njia halali, bila hata kumwasi Mungu. Njia halali. Sio unasema, niliambiwa nitumie fursa. Kijijini kwetu analima bangi. Unaenda unachukua bangi unaenda kuuza. Utaona utakapokutana nao watakupiga Tanganyika jeti. Utatembelea vidole utashangaa. Na wakati unatembelea vidole wanakupiga na mabuti, unapigwa na nini? Fanya kazi halali. Amen. Nasema fanya kazi halali. Amen. Useme nauza haya mavitu. Nikapishana na pikipiki moja imeandikwa kama riziki popote, kauze bangi kituo cha polisi. Mbona wewe anataka anamtakia nani amani huko? Bangi kituo cha polisi kweli kabisa. Fanya kazi halali. Haleluya. Maana kuna wapendwa wengine ni mpendwa akisema, jamani maisha, mimi nimeona fursa, hapa kuna walevi wengi sana, mpendwa anafungua grocery. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Amen. Kazi halali ambayo haiathiri imani yako. Yaani unawatumbukiza wenzako jehanamu, halafu wewe unapata pesa na wewe mwenyewe utakwenda huko. Wakristo wanaofanya biashara hizo za kuuza bia wanakwenda jehanamu. Bwana tusaidie kuelewa. Hakuna Ukristo hapo. Mwingine sawa kajenga lodge, kajenga guest, lakini bado anasema naona wateja hawaji sana, ila tukiwekea friji yenye bia kidogo. Unawekea friji yenye bia. Fanya kazi halali. Amen. Haleluya. Amen. Wewe uchumi ni kitu ambacho Mungu amekusudia tuweze kusimama na kubarikiwa katika jambo hilo. Mungu akusaidie utende kwa haki. Amen. Tumalizie na andiko hili. Methali sura ya 10 mstari wa 22. Methali sura ya 10 mstari wa 22. Methali sura ya 10 mstari wa 22. Naomba aliyepata asome tafadhali. Methali sura ya 10 mstari wa 22. Amen, nitasoma. Methali sura ya 10 mstari wa 22 nao nasema, baraka ya Bwana hutajirisha wala hachanganyi huzuni nayo. Amen. Baraka ya Bwana inatajirisha. Yaani Mungu akikubarikia unatajirika na hakuna huzuni, hakuna kurudi nyuma tena, kwa sababu unatumia akili. Haleluya. Baraka za Bwana zinatajirisha na changanyi na huzuni nazo. Mungu akusaidie ubarikiwe. Amen. Nasema ufanikiwe. Amen. Ukisoma waraka wa tatu wa Yohana, utaona habari za mzee mmoja anaitwa Gayo. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 7, unaweza ukaishia ukaendelea mpaka mwisho, maana ni sura moja tulipo katika kitabu hicho. Ukisoma unamkuta mzee mmoja anaitwa Gayo. Gayo anatakiwa kufanikiwa kama roho yake ifanikiwavyo
kufanikiwa ni safari ambayo Mungu amekusudia iwe njema katika maisha yetu, na kutamkia uwe na safari njema katika mwaka. Amen. Uwe na safari njema katika mwaka. Amen. Haleluya. Mungu amekusudia hivi. Safari ya mwaka huu ni safari ambayo Bwana amekusudia iwe njema. Kila kitakachonyanyuka Bwana atakipiga. Amen. Nasema Bwana ataking'oa. Amen. Bwana atakushindia. Haleluya. Tembea kwa imani. Imani yenye matendo. Imani sio kuwa na matendo imekufa. Kwa hiyo muamini Mungu, tumia akili, ni matendo. Imani yako inakuwa hai. Amen. Mafanikio yanatokea. Amen. Kusudi la Mungu linasimama. Amen. Kama unanielewa sema amen. Amen. Sema Bwana Yesu, nisaidie.